Karibu sana msikilizaji katika ripoti ya EFM. Leo siku njema sana, tarehe 1 mwezi ni Oktoba mwaka 2025. Jamani, tumeanza mwezi mpya, mwezi wa 10. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali hiki na hata kutuwezesha kuona mwezi wa 10. Hongera sana rafiki yangu. Siku zimesogea sana sana. Tuna mwezi wa 11, tuna mwezi wa 12. Na kama nilivyokuahidi, na mimi niko hapa kuendelea kukuahidi kwenye ripoti ya leo, tumezidi kukuandalia mambo mazuri sana kwa ajili yako. Kabisa, tuko na simulizi special kabisa kwa ajili ya miezi hii iliyosalia. Nazungumzia mwezi wa 10, mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Si simulizi za kukosa. Naamini kwa kusikiliza ripoti ya leo kwa kupitia miezi hii hapa, hautabaki kama ulivyo. Hatua zako zitaongezeka hakika, na utamaliza mwaka na kupokea mwaka ukiwa mtu mpya, mwenye ujasiri mpya. Oh my God, hata sijui nisemaje, lakini nina furaha sana kwa sababu umeendelea kuwa rafiki wa karibu wa ripoti ya leo, kuwa mdau wa karibu wa ripoti ya leo. Niseme asante. Na nikwambie tu, tuko na mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Asia. Huu ni mkasa wa tofauti kidogo. Unajua ziko simulizi wakati mwingine unasikia mtu akisimulia unapata kasi, unajua. Unamtazama mtu mara mbili, lakini anakuambia usinihukumu kwa sababu haya ni mambo ambayo niliyapitia. Ila najua kuna ndugu zangu, marafiki, mtu yoyote anaweza kupata nafasi ya kusikiliza akawa ni yeye ndio alikuwa anapita kwenye situation kama hiyo na nikamsaidia. Hakika nimeona haya ni Asia ameyapitia, lakini kuna mtu huko kwenye situation kama hii sasa hivi ambayo Asia anaielezea. Hutambui kama una roho mbaya, hujui kama una roho mbaya, na hata mtu akitaja watu wenye roho mbaya, wewe hujiweki miongoni mwao. Kuna namna ambavyo unajiona una roho nzuri, wewe ni mtu mwema, lakini haiko hivyo. Unawezaje ukajijua kama wewe ni mtu una roho mbaya, sio mtu mzuri? Kuna roho ya kishetani ndani yako. Ndio hivi tunapata nafasi ya kusikia ripoti ya leo na kupata nafasi ya kujitambua na kuzidi kujibadilisha kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana, na mimi nikukumbushe pale tulipoishia siku ya jana. Ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Asia anatueleza. Asia anasema, mambo yangu naona yananiendea vizuri kwa namna moja ama nyingine, lakini japo kuna muda napatwa na hofu. Napatwa na hofu kutokana na mambo yanavyokwenda. Tazama, nimefanikiwa kwa sehemu kubwa kutimiza kile ambacho mganga alinieleza, na kiukweli nimeona mwangaza mpya kwa sababu mdogo wangu amepatwa kile ambacho alistahili. Ndio, sasa mdogo wangu ni mgonjwa na amepangiwa tarehe kwa ajili ya operation. Atafanyiwa operation ya ubongo kwa ajili ya kumweka sawa. Watu wanaamini kwamba ni shida ambayo imempata, ni ugonjwa wa kawaida, lakini mimi kama Asia najua nini ambacho kinaendelea kutokana na maelezo ambayo daktari alinieleza. Siku ambayo mdogo wangu ataingia katika chumba cha operation, haijalishi madaktari wao wamejipangaje, haijalishi uwezo waliokuwa nao, lakini kinachotakiwa ni mdogo wangu atakapoingia kwenye chumba cha operation, watakapomaliza kumfanyia operation au katika muda wowote, ili mradi tu ripoti iletwe tumeshindwa kufanikisha zoezi letu na hatimaye huyu mtu hatunaye tena. Hiyo ndio ripoti ambayo tuko tunaingoja mpaka sasa hivi, lakini tunangoja siku ya operation kwa sababu hilo zoezi ndio litaenda kufanyika. Mdogo wangu hatarudi tena. Kwa kama ni kumwaga nyakati hizi, kuna ndugu wamuage katika nyakati hizi, kwa sababu atakapoingia kwenye chumba cha operation hatatoka tena. Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, Asia anasema mimi ni doni wa familia. Mimi ni yule ambaye uchumi wangu uko poa. Na kwa habari ya mdogo wangu nimembeba kwa sehemu kubwa sana, hasa katika kipindi hiki ambacho anahitaji matibabu. Nipo na mume wangu kulipa gharama yoyote kwa kisha mdogo wangu yuko sawa. Lakini nataka nikwambie, moyo wa mtu ni kichaka. Nani anayaona haya ndani ya moyo wangu? Nani anaiona chuki hii ndani ya moyo wangu?
Ninawaza kama mdogo wangu akiingia na asitoke. Nani anayaona haya? Hakuna anaona. Ile watu wanaona mimi dada mtu nimebeba ile jambo kama la kwangu. Jamani, angalieni ile familia, angalieni watu wanavyoshikamana. Angalieni dada yake alipombeba mdogo wake, yuko bega kwa bega. Gharama zote ameamua kuzibeba yeye na mume wake. Sifa nyingi wananiambia, lakini ukweli ni upi? Ndani yangu sina wema. Sina wema, nimejaa uovu. Na ninachotaka kuona ni mdogo wangu taarifa zikitoka ni umauti tu, ndio umpate na amani ya moyo wangu ikamilike. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Asia anasema basi siku zikazidi kusonga mbele kwa sababu madaktari walikuwa na utaratibu wao. Kuna afya mdogo wangu kwa namna moja ama nyingine ilikuwa inahitaji marekebisho kwanza. Yaani kabla ya operation kuna vipimo, kuna nini, kuna kitu kiko sawa kirekebishwe, pressure yake iko sawa irekebishwe, ili hatimaye anapoingia kwenye chumba cha operation akiwa yuko katika hali nzuri, ili operation yao ifanikiwe. Kwa hiyo siku kadhaa zimesalia, ni siku chache sana zimesalia, na tuko tunaendelea. Nakumbuka ilikuwa ni siku 2 tu zimesalia mdogo wangu aingie kwenye chumba cha operation. Siku 2 zimesalia mdogo wangu aingie kwenye chumba cha operation. Kuna family member wetu alinipigia simu. Ilikuwa ni majira ya usiku na nipo na mume wangu. Akaniambia dada Asia, nikamwambia ndio. Akasema bwana kuna jambo hapa, nikasema nikushirikishe japo ni usiku samahani lakini. Nikamwambia ndio. Akasema unajua tulikuwa tuna kikao samahani, ulikuwa uko busy tukashindwa kukufikia kwa wakati. Lakini nikaona kabla usiku haujageuka nikushirikishe. Nikamwambia nakusikiliza. Asia anasema huyo ndugu yangu akaniambia tumekaa tumetafakari kwa kina sana, akitaja jina la mdogo wangu. Tumejadili wote kwa pamoja kwa mara nyingine. Tumeonelea ni vyema asifanywe operation kwanza. Nikamuuliza kwa nini? Akasema ni kwa sababu kuna sintofahamu kwa mgonjwa. Nikauliza sintofahamu ipi? Akasema unajua tulimleta mtu aje amwangalie. Nikamwambia ni mtu gani ambaye umemleta kumwangalia na huyo mtu ni nani na kwa nini mimi sijamjua? Nilishasema mimi katika vitu ambavyo siviamini ni mambo ya kishirikina, na msimuhusishe mdogo wangu na mambo ya kishirikina kwa sababu sio mfuasi wa mambo ya waganga wa kienyeji. Mnamjua anamwamini Mungu tu. Mnaanza kuleta habari zenu. Hebu niambie hicho ni kitu gani ambacho nataka kuniambia sasa hivi? Asia anasema ndugu yangu akaniambia usipanic kwa sababu sio kitu kibaya. Na ninachojua unampambania mdogo wako akae sawa. Na hizi njia zote ni katika kumpambania. Huyo mtu ambaye tulimleta ni mtu mwema tu. Na sio mambo ya kishirikina Asia. Sio mambo ya kishirikina. Msaada hautoki tu kwa mambo ya kishirikina. Kuna mtu mmoja mtu wa Mungu alikuwa amekuja na akamfanyia dua. Kwa hiyo yeye alivyoshauri kuhusiana na taratibu ambazo tulimwambia mtu anategemea kuingia kwenye chumba cha operation, alishauri akasema hapana. Anaona kama operation kwake haitakuwa salama kwa sababu anaona kama operation yake haitafanikiwa. Kwa hiyo ametushauri tusitishe operation mara moja kwa sababu yeye anavyosema kwamba anaona kama kuna mazingara fulani kwa mgonjwa, kuna vitu haviko sawa. Asia anasema nakumbuka nilikuwa niko na mume wangu hapa, nilimwambia huyu ndugu yangu, nikamwambia hebu nikuulize kitu, naomba unijibu kitu ninachokuuliza. Huyu ni nani ambaye anaumwa? Ni mdogo wangu mimi, si ndio? Ni mdogo wangu mimi. Mimi ninaamini katika wataalamu. Daktari bingwa amemchunguza mdogo wangu, amejua shida iko wapi, na anaenda kumfanyia operation na kuondoa hiyo shida inayomsumbua, na mdogo wangu atarejea vyema. Nikuulize swali, unamtakia mema huyo mdogo wangu? Au nyinyi ndio watu wabaya mmekusudia kummaliza?
Inawezekanaje daktari atoe proposal yake na tuifanyie kazi, wewe unakuja kuleta hoja za mambo ya kishirikina hapa? Ni nani, ni mpuuzi gani huyu ambaye anakuja kukuambia operation sio muhimu, operation sio muhimu? Mmekalia tu ushirikina. Nikamwambia, nasema hivi, tarehe ya operation mdogo wangu atafanywa operation na hata kufa ataishi. Ninasemaje? Hata kufa ataishi. Na atasimulia wema wa Mungu kwenye maisha yake. Inakuwaje ushauri ambao unaosema na huyo mpuuzi wako mdogo wangu asifanywe operation akafariki, akapoteza maisha? Wewe utakuwa na nafasi gani katika familia? Naomba nikuulize. Akanyamaza. Nikamwambia, kama ambavyo hivyo umenyamaza, nyamaza milele yote na usiongee tena. Asia anasema, naamini ninavyozungumza hivi kuna mtu unanielewa ukiwa ni rich woman, na wewe kwenye familia ndio unajiona top. Wewe kwenye familia ndio una facilitate watu. Wewe kwenye familia ndio unajiona top, unatoa mikopo kwa watu. Wagonjwa unawatibia. Wewe ndio sauti ya mwisho kwenye familia. Wacha wajadili wao. Wakijadili wa mtume mwakilishi wao aje alete hoja, unazipangua na una nguvu ya kuzipangua. Ni wewe ndio. Wewe mwenye pesa. Wewe mwenye uwezo wa kufanya chochote. Ndio mimi hapa. Hiyo nimesha cancel. Hakuna kitu kama hicho. Asia anasema, nakumbuka baada ya kuzungumza hivyo mume wangu akaniambia, kwa nini umemjibu hivyo? Nikamwambia, unajua hawa watu hawajaenda shule. Sijui unanielewa mume wangu. Ukianza kusikiliza watu ambao shule hawajaenda, unajisababishia matatizo, maana uwezo wao wa kufikiri ni mfupi sana. Nikamwambia mume wangu, unazisikia hoja ambazo huyu mpuuzi anazizungumza? Anazungumza siku na mtu mmoja alienda kumwangalia mgonjwa, ameenda kumwangalia, ameona huyo mgonjwa tukimpeleka kwenye chumba cha operation hata toka atapata huko na umauti. Anatisha. Anawatisha. Lakini mume wangu, huyu mtoto amedondoka. Si ndio? Mdogo wangu amedondoka. Amepeleka hospitali. Tumepata taarifa, vipimo vya kwanza, tumetafuta madaktari wenye ujuzi ambao wamesoma miaka mingi, wamekuja kutoa majibu. Huyu mtu ili kumuokoa maisha yake inabidi operation, lakini kuna watu wanataka kuzuia. Wanataka mauti kwa mdogo wangu. Na mimi nimekaa hapa. Hicho kitu hakitowezekana. Nilimwambia hivyo mume wangu, lakini mume wangu akaniambia, nakuelewa. Unachokisema nakuelewa, lakini una nafasi ya kusikiliza pia maoni ya watu. Mume wangu aliniambia, nikwambie kitu mke wangu. Kwenye maisha wakati mwingine wape watu nafasi ya kuzungumza. Ni kweli hawajasoma. Si ndio? Wameisha darasa la 7 au hawajaenda kabisa, hawajui kusoma na kuandika. Lakini pamoja na hayo yote, wanaweza kuwa na neno la kuzungumza kuhusu afya ya mdogo wako. Sisi sote tuko tunamtazama mdogo wako, tunatamani aweze kukaa sawa. Ushauri wa kila mtu katika kipindi hiki unaweza ukawa maana. Kama kuna mtu alikuja akatamka hayo, kwa nini atamke hayo? Huenda kukawa kuna kitu kama hicho. Na vipi kwa mfano kweli akafanyiwa operation na asitoke? Chochote kinaweza kikatokea, lakini kumsikiliza mtu na kama familia mkajadili kwa pamoja, yasiwe mawazo yako ndio yakaonekana bora sana. Na usiyaweke mawazo yako kama ni bora kuliko watu wengine. Basi mimi kwa sababu upenda sana kujishusha kwa huyo mwanaume, nikamwambia nakuelewa mume wangu, umenishauri vyema. Unajua jinsi ninavyompigania mdogo wangu. Akasema najua. Lakini sisi sote tuko katika kumpigania mdogo wako akae sawa. Lakini usipuuze mawazo ya watu wengine. Nikamwambia nakuelewa. It's okay. Kesho nitaenda kuwasikiliza kwa sababu unaona zimesalia tu siku 2. Nitaenda kuwasikiliza tupate conclusion tunafanyaje. Akaniambia, yes, ndio mawazo. Kaeni wote kwa pamoja, muone ile jambo mnalimalizaje. Unaona na mwisho wa siku kila kitu kitakuwa sawa. Nikamwambia nimekuelewa mume wangu, lakini sijamuelewa. Nasemaje? Sijamuelewa. Mimi ya kwangu hayajaisha. Hilo limekuwa tu la kumfariji, lakini ninachokitaka ni mdogo wangu asitoke. Na nasema hivi,
piga ua garagaza lazima ingie kwenye chumba cha operation. Ni lazima. Wacha wajipange, wacha wajadili, wacha wasemaje. Nataka nikwambie mimi ndio mwenye nguvu kwenye familia. Mimi ndiye ambaye nina pesa na sikilizwa kwenye familia. Nikisema no ni no, yes ni yes. Na ndio itakavyokuwa. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki, na rejea hivi punde. Asante kunisikiliza. Sehemu ya pili ya ripoti ya leo, msikilizaji, katika siku njema ya leo, siku ya Jumatano ya tarehe 1 mwezi ni wa 10 mwaka 2025. Kipekee nizidi kukushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio EFM popote pale ulipo. Asante pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Ndio, tuko na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Asia na tunazidi kupiga hatua pamoja. Na nikukumbushe msikilizaji kuendelea kuungana pamoja nami Veronica Franki kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanayapitia, wanatueleza, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Asia anasema basi pale pambazuka ikawa ni siku nyingine. Kumbuka sasa muda unazidi kusogea, ile siku ambayo mdogo wangu anapaswa kwenda kufanyia operation imekaribia. Ndio, nilipata nafasi ya kukutana na baadhi ya ndugu na hasa wazazi wetu na kuzungumza nao, na wao wakawa na mwelekeo wa yale ambayo yule ndugu yangu aliniambia. Wameona ni vyema wasitishe habari ya operation kwa sababu wanaamini ugonjwa ambao mdogo wangu anaumwa sio ugonjwa wa kawaida. Lakini kwa ujasiri mkubwa sana niliwaambia, mnataka kuanza kuleta mambo ya kishirikina katika mambo ambayo yanahitaji wataalamu. Hicho mnachotaka kufanya sio sawa. Na nataka niwaambie, chochote kitakachomtokea mdogo wangu, mtalipa gharama. Mtalipia, kwa sababu nyinyi ndio mtakuwa ni sosi ya kusababisha matatizo. Lakini pia sikuishia hapo, niliamua kumpigia daktari ambaye yeye amekuwa pamoja nasi toka mdogo wangu alipoanza kuumwa, kwa ushauri kwa mambo mbalimbali. Nikamwambia nasikitika sana kwa sababu hivi ninavyozungumza nimekuweka loudspeaker, eti ndugu zangu wanaamini kwamba ugonjwa ambao mdogo wangu anaumwa sio wa kawaida, wanahusisha mambo ya kishirikina na hawataki mdogo wangu aende kwenye chumba cha operation. Nakumbuka huyo daktari akasema, jamani, haya mambo bado yapo tena? Haya mambo yanatoka wapi jamani? Huyu daktari akawaambia, nataka niwaambieni, huku akiwa ameweka loudspeaker, huku nikiwa nimemweka loudspeaker, jamani, ndugu zangu, maradhi yapo, ameumbiwa mwanadamu. Maradhi yanapotokea ameumbiwa mwanadamu. Anapopatwa na maradhi, tujitahidi sana tusikilize wataalamu wa afya wanasema nini. Nimemchunguza ndugu yenu kwa umakini na kuona matibabu yake sahihi ni nini. Niwasihi sana ndugu zangu, katika kipindi hiki mnatakiwa kuepuka habari za mambo zisizokuwa na uhakika au habari za barabarani au za mitaani. Mnahitaji kumsikiliza daktari na mambo mengine ni kumwachia Mungu. Nakumbuka family member mmoja akasema, daktari akiwa anazungumza, ndio tumeshafanya, tumeconclude, tumeona hapana, hatutaki operation sisi. Sauti ya kwamba hatutaki operation ikawa kubwa kuliko sauti ya watu wanaosema wanataka mdogo wangu afanyie operation. Kwa unajikuta ni mimi na baadhi ya watu ndio wanasema afanyie operation. Kwa nini? Kuna kitu gani kinaendelea hapa? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea mimi nisichokijua? Nakumbuka nilimuuliza ndugu yangu mmoja ambaye tunapatana naye kimtindo. Nilimwambia, hivi inakuwaje? Kwa nini hao watu wanaanza kuzungumza hizi habari sasa hivi? Na katika kila kitu daktari alishaandaa. Huyu mtu anatakiwa aende akafanyia operation. Ni mambo gani ya Kiswahili haya watu wanafanya? Yaani kudili na watu ambao hawajaenda shule ni ngumu sana jamani. Yaani nimejifunza kitu kikubwa sana. Akaniambia, nakwambia,
Mwenzako mtu anaingia anatoka, mtu anaingia anatoka. Kuto watu wanapokezana hapa wataalamu. Huyu analeta mtaalamu, huyu analeta mganga, huyu analeta shekhe, huyu analeta mchungaji. Ndio kila mtu analeta wa kwake. Ana uwezo mmoja, huyo tamleta atakuja. Lakini inaonekana kuna namna, kuna kuingiliana kwa taarifa. Taarifa gani? Taarifa gani? Yaani taarifa zinaingiliana. Taarifa kutoka kwa mganga. Mganga huyu aliyeletwa akasema taarifa zinazolingana, na mchungaji mmoja aliletwa akasema kwamba huyu mtu haumwi ugonjwa wa kawaida. Taarifa hizo hizo, huyo mtu haumwi ugonjwa wa kawaida, zikaja kwa shekhe. Shekhe naye amekuja kafanya dua yake, kaona, kasema kwamba ugonjwa sio kawaida, huyu katupiwa kitu. Nikamwambia ndio maana unaona watu wanasimama wanapinga. Watu kusimama hivi, kufanya hivi, hawajui hiyo kitu imetoka wapi, na ndio maana wataalamu wanaahidi kwamba watashughulikia. Nikamwambia kwa nini ya mambo wanafanya bila kunishirikisha? Akasema si wanakujua wewe msomi. Wewe msomi utake mambo ya kishirikina, uko busy, watu wanayefanya chini kwa chini. Nikasema okay. Lakini nilizungumza okay, lakini ilinichanganya. Nakumbuka sikuchukua muda, nilimtafuta mganga na nikamwambia unatakiwa ufanye kitu. Unatakiwa ufanye kitu. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia nataka nikwambie, wakati sisi tuna mipango yetu, kuna watu kwenye familia wana mipango yao. Kumbe mimi niko busy, natoa pesa ziendelee kwa ajili ya matibabu, tukingoja wakati ufike wa mauti umpate. Kumbe kuna watu na wao kutwa wanahangaika chini kwa chini. Kuna wengine wanaita mpaka waganga. Nasikia wameleta mashehe, nasikia wameleta wachungaji hapo, wameleta watu na habari za kwamba mdogo wangu asiende kwenye operation zinaingiliana, na ndio maana ndugu wamesimama wataki. Lazima ufanye kitu. Lazima ufanye kitu. Hatuwezi kungoja. Kwa nini usiondoe maisha yake sasa hivi? Mimi kwa kinywa changu nilimwambia yule mtaalamu, kwani lazima mpaka kwenye operation, kwa nini asifanye kitu? Asia anasema nikiyakumbuka haya. Asia anasema ninatetemeka. Mimi Asia ninazungumza habari, kwa nini usifanye sasa hivi? Naye mzungumzia huyo apatwe na mauti, ni mdogo wangu. Sio mdogo wangu utasema ni mdogo wangu wa kufikia, ni mdogo wangu wa hiari, ni mdogo wangu baba moja mama moja. Ni mdogo wangu ambaye najua ana upendo na mimi sana. Lakini nataka nikwambie, niliona anachostahili ni umauti tu. Asia anasema, na ndio maana mpaka leo nimejifunza, roho mbaya, ukijiona mtu una roho mbaya na ukajijua una roho mbaya, ujue roho yako mbaya inaweza ikafanya kitu chochote kile. Wewe unaweza ukasababisha umauti kwa mtu na ukaona kama huyo mtu alistahili. Unaweza ukawa unamwazia mtu mabaya na ukaona yale mabaya yampate kwa sababu anastahili, ni kwa sababu una roho mbaya. Lakini mtu unaweza usijue kama una roho mbaya. Mimi nilikuwa naona ni sawa. Wakati natamka kwa kinywa changu nasema, kwa nini unachelewa mdogo wangu? Kwa nini usimuondoe sasa hivi? Na hapo mdogo wangu yuko hoi, yuko kitandani, hawezi kufanya chochote. Madaktari bado wanazidi kumhangaikia, lakini nilikuwa nangoja sana dakika ifike kwenye operation tu mdogo wangu aondoke. Asia anasema, na yakumbuka maneno ambayo aliniambia rafiki wa mdogo wangu. Mungu akimtaja mdogo wangu, Mungu wake ni mkubwa. Anapita katika jaribu zito, lakini Mungu atamvusha kwenye hili jaribu. Ni kweli yuko kitandani, hawezi kufanya chochote, lakini Mungu atamuinua, atainuka tena. Asia anasema, nilisema hapa bila kupambana nitapoteza. Nakumbuka mganga aliniambia, ni vyema tukaonana, ni vyema tuonane. Wao si wamegairi operation? Namwambia ndio. Anasema lazima tuonane, tujadili mambo mazito. Nikamwambia ndio, nami nafanya hivyo. Hapo nataka nikwambie, akili yangu imechanganyikiwa kabisa. Mambo yanayoendelea kwenye familia na mapambano yake, ninaona haya mambo yatanivuruga tena, lazima nifanye kitu.
Asia anasema nakumbuka sana majira haya, nakumbuka sana nilipambana na tukaonana na mganga ana kwa ana. Tumeonana na mganga ana kwa ana, tulizungumza mimi pamoja na mganga. Mganga nikamwambia lazima ufanye kitu. Katika nyakati ambazo nakuhitaji, ninakuhitaji kuliko jana, ni sasa hivi. Nataka ufanye kitu ambacho kitafanya moyo wangu utulie. Fanya kitu sasa hivi. Fanya kitu sasa hivi. Alinituliza na akaniambia tulia. 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 Na mpaka leo nataka nikwambie ile hali ambayo naielezea ilinikuta niko pale kwa mganga, ninang'ang'ania mauti kwa mdogo wangu. Naamini leo ukiniuliza nasema ile ilikuwa ni roho ya kishetani. Nasema mimi nilikuwa na roho ya kishetani ndani yangu. Mimi nilikuwa na roho ya kishetani ndani yangu. Imewaka ndani yangu. Nasema nataka ufanye kitu. Niko tayari hapa kulipa gharama yoyote. Yaani ina maana huyo mganga atakachoniambia chochote niko tayari, lakini nisikie habari ya mauti kwa mdogo wangu. Asia anasema basi mganga aliniambia tulia. 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 Nami nikatulia. Akaniambia tunamzika mdogo wako. Nasema tunamzika mdogo wako, si unanielewa ninachokisema? Nikamwambia ndio. Akasema tunaenda kumzika. Tunamzika mdogo wako. Tunamzika mdogo wako. Nikamwambia ndio. Akaniambia ondoka sasa hivi. Kama utapata mtu muagize alete sanda. Leta sanda. Tafuta tupate kaburi. Tafuta tupate jeneza. La kwanza aliniambia nitafute sanda. La pili aliniambia nitafute jeneza. Nitafute jeneza. Nikamwambia sawa. Akaniambia chonga msalaba. Msalaba uchongwe, uandikwe majina yake ya mdogo wangu. Na yakumbuka haya mambo kwa pointi, kwa sauti. Nakumbuka mganga alipokuwa ananiambia kwa sauti, na ikumbuka hata nikilala nikiamka na ikumbuka hii sauti, maelekezo alioniambia, na niliyapokea kwa ushindi mkubwa kwamba tunaenda kutimiza hiki kitu. Tafuta sanda, ndio. Tafuta jeneza, ndio. Tafuta msalaba, ndio. Tunaenda kumzika mdogo wako, ndio. Tunamzika, niko ndio. Asia anasema basi hili ni swala ambalo lilikuwa ni la utekelezaji. Hakuna kupoteza muda. Nataka nikwambie hakuna hata chembe ya huruma ilikuwa ndani yangu, haipo. Hakuna hata chembe ya huzuni ilikuwa ndani yangu, haipo. Asia anasema hivyo vitu vilitafutwa. Sanda ilitafutwa. Jeneza lilitafutwa. Na msalaba ulitafutwa, na msalaba ilitakiwa uandikwe. Oh my Lord. Msalaba ulitakiwa uandikwe jina la mdogo wangu. Jina la mdogo wangu liliandikwa kwenye ule msalaba. Liliandikwa tarehe aliyozaliwa, mwezi aliyozaliwa, mwaka aliyozaliwa. Msalaba pia uliandikwa mpaka tarehe aliyofariki, tarehe, siku na mwaka. Asia anasema na yazungumza haya nikiwa ninamaanisha nachokisema. Nataka nikwambie unawezekana unaishi katika maisha kuna kucha, yani kuna pambazuka na jua linazama, lakini huenda umezikwa mahali na huwezi jua. Mimi ninafanya hii process, mdogo wangu yuko hospitali. Hajafa, yuko hospitali. Madaktari wanapambana kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Lakini mimi niko huku namzika mdogo wangu. Naenda kumzika mdogo wangu, niko kwenye jeneza. Asia anasema mtaalamu alichukua hivyo vifaa vyote. Moja kwa moja akasema hii kazi tumemaliza. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema tumeshamaliza. Wewe ukiona watu wananunua sanda manake nini? Nikamwambia manake ni mauti. Ukiona watu wananunua jeneza manake nini? Au uelewe ya mambo. Nikamwambia ina maana mtu amefariki na atahifadhiwa humo kwa ajili ya kwenda kuweka kaburini. Akasema ndio. Basi kuhusu mdogo wako fikiria mambo mengine. Tumeshamaliza.
Hakuna njia inaweza kutuzuia sisi tusifanikishe hili. Haipo. Lilishindikana lile, ndugu zako wameibuka, wala tusipate nao shida. Tena sasa hivi waunge mkono. Waambie nimekaa nimefikiria, sawa jamani, asifanyiwe, na mwisho wa siku lawama zitawatulia wao na watu wao wajinga ambao walikuwa wanatoa ushauri. Watachukiana wao kwa wao, watarushiana maneno wao kwa wao, watapatana uadui wao kwa wao, wewe utakuwa umekaa hapo na mambo yako yatakwendea. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo ina maana haya yatatokea baada ya muda gani? Akasema yanatokea baada ya muda gani? Kazi tumeshamaliza. Nikamwambia kwa hili jeneza utaenda kuliweka wapi? Akasema unataka kujua hata jeneza naliweka wapi? Wewe umeshafanya kazi yako, umeleta hivi vitu, kazi ushamaliza. Mimi nyakati zitafika vitu vyangu vikishuka kutokana na ukamilisho wa hii kazi. Kwa hiyo tutakamilisha hii kazi na utasikia tu majibu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Mapumziko mafupi na narejea hivi punde. Sehemu ya 3 ya ripoti ya leo katika siku njema ya leo tarehe 1 mwezi ni wa 10 mwaka 2025. Nazidi kukukumbusha jamani, ndo kwanza tumeanza mwezi wa 10. Wakati nikizidi kukupa hongera kwa kuiona siku ya leo na kuingia mwezi wa 10, na nikwambie tuna mambo mazuri sana kwa ajili yako. Tumekuandalia simulizi za kitofauti sana. Simulizi za kweli halisi ambazo zitakujenga na kukutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Asia anasema basi naambiwa kazi yangu mimi nimemaliza, niwe na amani. Kumbuka hii sentensi alipenda kuniambia sana huyo mganga, niwe na amani. Hata nilipokuwa na hangaika kwenye masuala ya kibiashara, kuhitaji wale wateja ambao niko nao waendelee kudumu nami, alikuwa akiniambia kuwa na amani. Kwa hiyo hata katika hili pia ameniambia kuwa na amani. Kila kitu kiko sawa. Niliondoka na moja kwa moja kuanza kuonyesha kama mimi niko pamoja nao. Katika mawazo ambayo wameyawaza, mimi niko pamoja nao. Basi sawa, asifanyiwe operation mdogo wangu. Operation asifanyiwe, na zaidi basi apatiwe msaada ambao wao wanasema. Na mimi nikasema basi hangaikeni naye, itakapofika kipindi mkaona kuna umuhimu wa madaktari, mimi niko kuhakikisha mdogo wangu yuko salama. Hata pia katika hayo mambo yenu mnao yasema, kama kuna fedha itahitajika kwa ajili ya kusupport mdogo wangu akae sawa, pia mimi niko tayari. Kwa hiyo katika kushauriana, walishauriana wamchukue mdogo wangu wamrejeshe nyumbani. Ina maana hapa ni nyumbani kwetu, ili mdogo wangu aanze kufanyiwa tiba, aanze kushughulikiwa. Nikumbuka hii siku ambayo walisema mdogo wangu anatoka. Siku ile nilipokuwa nimeenda kwa mganga. Unaikumbuka hii siku, nimekueleza habari zake. Siku iliyofuata, ilikuwa ni mimi kushughulikia haya mambo, kwa sababu ilikuwa ni ukamilifu sasa wa majeneza na nini. Yaani unapopewa maagizo na mganga, ina maana sio kwamba kila kitu kinakuwa kiko hapo. Kwa wale ambao ni waendaji wa huko wanaelewa, kuna vitu unahitaji hold muda kidogo ili uweze kuvikamilisha. Kuna issue ya kutengeneza msalaba. Msalaba sio unauchukua tu unaenda kutengeneza, unaandikwa jina la huyo muhusika na kila kitu. Kwa hiyo ilihitaji muda. Kwa hiyo nimekamilisha na nikaanza kusema jamani, basi kama operation imeshindikana na nini. Siku inayofuata ndio siku ambayo walisema wanataka kumrejesha nyumbani. Kwa na mimi nikawa niko pamoja nao. Kwa hiyo siku wanamchukua na kumpeleka nyumbani, nilitoa gari, yani gari yangu kwa ajili ya kumchukua kumpeleka nyumbani. Na mimi sikwenda, ila dereva wangu alienda akahakikisha kila kitu wamechukua, ndugu zangu wamekamilisha kila kitu na kumpeleka nyumbani. Na hata wakana niambia asante, tumekamilisha, kuna huyo mtu tayari yupo anamshughulikia, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa mimi nikalitoa gari yangu, nikamjulisha yule mganga wangu, nikamwambia amerejeshwa nyumbani. Ninaambiwa kuna mganga wake ambaye ndo ameanza kumshughulikia. Sijui ni mganga, sijui ni maombi, sijui ni dua, sijui chochote. Mimi nimewambia msimamo wangu na ila nimebariki ambacho anataka kukifanya. Akasema wewe tulia, kazi tumeimaliza. Nikamwambia kwa nini usinishirikishe?
habari za kuniambia kazi imeisha na mambo yanaendelea hivi na yaona, mimi sipendi. Nilikuwa nikikasirika na mfokea mganga, na mganga anakuwa mpole kwa sababu anajua anachokipata kwangu. Mganga nimeshamnunulia simu, wewe ulishafika level kamnunulia simu mganga wako? Mganga wako ana simu? Mganga wako ana iPhone? Mganga wako ana simu rafiki yangu? Mimi nishafika level namnunulia simu mganga, simu ya kisasa. Kuna muda nikikasirika na mfokea kweli, mambo yanaendaje? Wote kwa umekamilisha, yani nafoka. Ananiambia tulia, we tulia. Haya mambo niachie mimi. Kwa hiyo kwa siku hii nilipokuwa nimefoka akaniambia, "Mbona mambo mimi nilishamaliza? We tulia." Nikamwambia, "Niambie, nihakikishie mambo ya ubabaishaji." Akaniambia, "Kuna siku nilishe kufanya ubabaishaji? Lini umeona kazi yangu mimi mbovu? Ni lini?" Asia anasema basi nikatulia. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Akaniambia tulia. Asia anasema na yazungumza haya yamebaki kumbukumbu katika maisha yangu, lakini moyo wangu umedumu na majeraha kwa muda mrefu. Asia anasema naikumbuka siku nilivyozungumza na kufoka sana na mganga. Usiku niliambiwa mdogo wangu hali yake imechange. Usiku kwenye mida kama ya saa 6 hivi nilipigiwa simu nikaambiwa hali ya mdogo wako imebadilika kidogo, inabidi tumchukue tumpeleke hospitali. Sasa inakuaje? Kwa hiyo hapo ikabidi na mimi nianze kufanya utaratibu apate usafiri. Na mimi sinaonyesha kwamba tuko pamoja, na hata tulikuwa tuko na mume wangu. Naye akapata mshtuko sana, wewe amezidiwa jamani. Kwa nini walimpeleka nyumbani? Lakini yani hawa watu bwana, mtu yuko na hali mbaya wanampeleka nyumbani kwa nini? Nikamwambia si unaona, mimi nakwambiaga mume wangu kudili na watu ambao wanaenda shule ni ngumu. Yani nimeongea mpaka nimechanganyikiwa, lakini hapo angalia. Waangalie, wamemrudisha mgonjwa nyumbani. Angalia sasa mdogo wangu amezidiwa jamani. Mume wangu ananikumbatia anasema lazima tupambane hapa. Twende tukamchukue. Upatikane usafiri wa haraka. Sasa kule nyumbani kwetu, yani nyumbani kwetu ni mbali kidogo na tulipo sisi. Kwa hiyo mume wangu akasema hapa lazima tufanye alternative, gari haraka sana ipatikane, akimbizwe hospitali haraka kuliko sisi kutoka twende tukamfuate. Gari haraka ipatikane tukutane hospitali. Kwa hiyo mume wangu akachukua hilo jukumu, moja kwa moja akatafuta usafiri, moja kwa moja mgonjwa akachukuliwa kwa ajili ya kwenda kuwaisha hospitali. Kwa muda wote mimi nasema angalia mume wangu ni nini hiki mume wangu? Angalia jamani mdogo wangu amezidiwa, bora tu ningemchukua ningekanea hapa nyumbani. Ni nini hiki? Lakini Asia anasema lakini mdogo wangu amefikishwa tu hospitali. Hapo tulikuwa mimi na mume wangu tumekwisha kufika. Amefikishwa tu hospitali. Moja kwa moja amepelekwa kwenye chumba maalum, yani ICU, chumba maalum cha uangalizi. Mdogo wangu hakutoboa. Asia anasema mdogo wangu hakutoboa. Umauti ulimkuta mdogo wangu. Asia anasema ripoti zilipokuja madaktari wanasema poleni, mmemchelewesha mgonjwa na makosa yalifanyika kumtoa mdogo wangu hospitali. Kwa hiyo ripoti ya kifo cha mdogo wangu, ripoti ambayo nilikuwa naingoja kwa hamu lakini si kwa macho, ni ndani ya moyo, ikawa imekuja. Poleni sana, poleni sana, poleni sana, poleni sana. Vilio simanzi. Vilio simanzi. Mdogo wangu ameondoka kama upepo. Nini kimetokea? Vilio vya maneno. Kila mtu analia, anasema, wakitaja jina la mdogo wangu. Ulipatwa na nini? Siku zile ulidondoka, nini kilikupata? Nini kilikupata? Uliyekuwa na afya njema, mwenye afya njema, imara, tena mchapa kazi, mpambanaji, nini kilikupata? Asia anasema ukiniona ninavyolia, Mungu nisamehe. Ninalia kwa uchungu, ninalia. Mimi ndo nimeguswa na msiba kuliko mtu yoyote. Lakini mimi
ndio mtu wa kwanza kumwombea mabaya mdogo wangu, kupambania kuhakikisha ninatoa uhai wake. Na hata leo ukiniuliza, nataka nikuthibitishie, vipo vifo kabisa vya kimungu, lakini nataka nikwambie viko vifo vya kichawi. Asia anasema, mimi nakwambia kwa uchawi umauti ulimkuta mdogo wangu. Umauti ulimkuta mdogo wangu na alikufa. Nini ambacho yule mganga alifanya baada ya mimi kumletea zile zana zote alizotakiwa? Zana zote zilizotakiwa. Yani sielewi. Na nakumbuka pamepambazuka, siku nyingine imefika, mambo yakawa ni mengi. Yule mganga alinipigia. Mganga, mnapigiana simu. Mganga ana sehemu kuna network. My friend, mganga ana sehemu network ipo. Mnachati. Mganga anajua kusoma na kuandika. Mnachati kabisa. Alinipigia. Akaniambia, unajisikiaje? Nikamwambia, niache kwanza. Akaniambia, hauko mazingira mazuri tukaongea. Nikamwambia, kuna kitu chochote ulikuwa unataka kuniambia? Akaniambia, unajua siku zote nataka nione ukitabasamu. Nataka nione furaha yako. Nataka nione ukiwa na amani. Kuanzia kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye maisha yako. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Nataka hii siku hiyo ya furaha kwako. Onyesha kilio kwa nje, lakini moyoni mwako furahi. Kwa sababu hatima yako imetimia. Mipango yetu imekamilika. Kuwa na amani. Ila lia. Onyesha maumivu, onyesha kujali. Na wanungunikie wale ambao walimchukua mdogo wako kutoka hospitali kumpeleka nyumbani. Wanungunikie, waambie wao ndio chanzo cha kifo. Alikata simu. Asia anasema hayo ndio maneno aliyoyazungumza yule mganga. Asia anasema, lakini nataka nikwambie, ulikuwa ni msiba. Msiba ni msiba. Iwe ni kifo cha kimungu, iwe ni kifo cha kishetani. Msiba ni msiba. Mdogo wangu ameenda. Nilipata nafasi nikaenda kumtazama. Mdogo wangu hayupo. Amelala. Nilimwangalia. Nikasema moyoni, ni wewe ndio umetaka iwe hivyo. Ni wewe ndio umetaka iwe hivyo. Sio mimi. Ni wewe ndio umetaka. Tusingefika hapa, lakini wewe umetaka. Mimi ningefanyaje? Ndani yangu ndo maneno ambayo yalikuwa yamejaa ya kumwambia mdogo wangu, unapomuona pale amelala, yeye ndo source. Na mara zote kwenye maisha yangu, nataka nikwambie, mara zote huwa nahesabu makosa sio yangu. Mimi sijakosea. Asia anasema, natamani usikie kutoka kwangu. Ichukue kutoka kwangu katika maisha ambayo tunaishi. Ukiwa unajihesabia siku zote wewe ni wakukosewa, wewe hujaikosea. Wewe ukosei. Ni yeye ndo alisababisha. Ni yeye ndo chanzo cha tatizo. Wewe haujaikuwa chanzo cha tatizo. Wewe waga ukoseaji, wewe ni sahihi. Wewe waga usababishaji tatizo, wewe siku zote uko sawa. Asia anasema, nataka nikwambie, chukua kutoka kwangu, hiyo ni roho chafu na ni roho ya kishetani. Nataka nikwambie, hiyo ni roho chafu, ni roho ya kishetani. Huenda ukawa hujajua. Mimi nataka nikuibie siri hii. Hiyo ni roho chafu. Roho ya kishetani. Kulaumu wenzako ni wakosaji siku zote, na wewe hujawahi kosea. Yaani wewe uko sawa tu. Kwa sababu wewe ni malaika. Wewe ukoseaje? Mimi hapana. Mimi yeye ndo kasababisha. Ndo mimi huyo. Hata sasa naiambia maiti. Naambia mtu ambaye ameshalala. Namwambia, wewe ndo mwenye makosa. Wewe ndo uliyekosea. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Asia anasema, najua ni ngumu sana watu kuzungumza mambo waliotendewa kwenye mambo ambayo wameyatenda wao kwenye maisha.
Mara nyingi sisi binadamu hupenda kusema tulitendewa, tuliumizwa, tulifanywa hivi. Unapozungumza yale uliyoyatenda, watu hukuhukumu sana. Lakini mimi nazungumza maisha niliyopita. Natamani kukwambia wewe ambaye unapita kwa sasa hivi, kabla hali haijawa mbaya ndani yako, ukafanya mambo mabaya zaidi, una nafasi ya kujichunguza na kujua uovu na ubaya ulioko ndani yako, na kujua unawezaje kujitoa na kujivua huo ubaya na ukabaki salama. Asia anasema, mimi pengine sikupata watu wa kuniambia ukweli. Sitaki kusema sana, lakini huenda hilo limekuwa ni tatizo. Watu wa kuniambia ukweli, mapungufu yangu, ukweli wa madhaifu yangu. Hata walioniambia pia waligeuka kuwa maadui zangu. Sikuwapa nafasi ya kusikiliza. Lakini leo mimi nakwambia maneno yangu, mimi Asia, hunijui, sikujui. Lakini wewe unajua moyo wako. Wewe unajua moyo wako. Unaweza ukanisikiliza, nikasaidia kitu ndani yako. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Nami msikilizaji nikupeleke mapumziko. No, sio mapumziko. Nikupeleke tutaonana kesho. Unajua nimekariri sana kwamba tuko pamoja bado, kumbe muda umeisha. Okay, basi tutaonana kesho rafiki yangu kwenye ripoti ya leo ya EFM. Asante kunisikiliza. Wakati mwema, usiku mwema, bye.